Mwanamke alikuwa anatayarisha kutengeneza matangazo ya shampoo, lakini jambo la kutisha lilitokea. Baada ya kuanza kupigwa picha, alikamua shampoo na kuisugua kwenye nywele zake kwa kuridhika. Hata hivyo, mkurugenzi hakuwa na furaha na akamwomba apige picha tena. Kama mtu mkuu, alikasirika ndani, lakini akifikiria kumaliza mapema, alishirikiana na kupiga picha tena. Wakati huu utendaji wake ulikuwa kamili, lakini mkurugenzi hakuita kata. Akiwa na kutatanisha, alifungua macho yake na akashtushwa pale. Alijikuta katika sehemu isiyo ya kawaida, na mkurugenzi na wafanyakazi wote walikuwa wamepotea kabisa. Hata zaidi, kanzu ya kuogea kwenye ukuta ilikuwa na hisia zake. Watoto wawili walikuwa wanacheza kwenye chumba cha kulala, na mzee mmoja alikuwa amelala kwenye sofa akimuita mke mara tu aliposema. Alikuwa na hakika kuwa ilikuwa ni mzaha wa mkurugenzi, lakini baada ya usingizi mfupi, bado alikuwa katika ulimwengu huu wa kushangaza. Hakuweza kukubali kabisa. Akiwa amekosa, taa za gari ziliwaka na ghafla akarudi nyuma. Katika hatua hiyo, wafanyakazi wote walikuwa wanampigia makofi wakimsifu kwa utendaji wake mzuri. Ni yeye tu aliyejua kuwa katika sekunde hizo mfupi alikuwa amepitia jambo la kushangaza sana.